Katika kikao hicho, Baraza la Ulama limeazimia kuwasimamisha mashekhe wa mikoa mitatu kutokana na mienendo yao inayokiuka misingi ya kiuongozi ya baraza. Mashekhe hao waliosimamishwa ni kama hivi ifuatavyo: moja, Sheikh Walid Alhad Kawambwa, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam. Mbili, Sheikh Isa Nasr Isa, Sheikh wa mkoa wa Singida. Tatu, Sheikh Hassan Kiburwa, Sheikh wa mkoa wa Kigoma. Utekelezaji wa mabadiliko haya unaanza mara moja leo hii tarehe 14 mwezi wa 7 2026. Aidha, Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Sheikh Dr. Abubakar Zuberi Mbwana amewakaimisha mashekhe wafuatao kushika nyadhifa hizo kama ifuatavyo: Sheikh Abbas Ramadhani Abbas, mjumbe wa Baraza la Mashekhe mkoa wa Dar es Salaam, amekaimishwa kuwa kaimu Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam. Mbili, Sheikh Isa Ramadhan Simba, Sheikh wa wilaya ya Singida mjini, kuwa kaimu Sheikh wa mkoa wa Singida. Tatu, Sheikh Uwais Muhammad Kiumbe, mwenyekiti wa halmashauri ya mkoa wa Kigoma, kuwa kaimu Sheikh wa mkoa wa Kigoma. Aidha, tunaelekeza ofisi ya katibu mkuu kusimamia makabidhiano ya ofisi hizo ndani ya muda mfupi. Mimi Sheikh Hassan Saidi Chizenga, katibu wa Baraza la Ulama. Mimi niseme kama nilivyozoeleka mara nyingi, mtu ni maneno na vitendo, na vinavyothibiti na vinavyopimwa siku zote ni vitendo. Kwa hiyo sitokuwa na maneno mengi zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ndiyo aliyoyapanga haya. Leo Walid Alhadi kuwa kaimu wa Shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam, akikabidhiana na ndugu yake kipenzi Sheikh Alhadi Musa Salum aliyokuwa kushotoni kwangu, kwa sababu kama alivyosema mwenyewe, maqudir yakun, yaliyokadiriwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanakuwa. Lakini neno kubwa la kusema ni kwamba anayenipisha ni shekhe na anayekuja ni shekhe. Hili ni jambo linatakiwa liingie katika vichwa vya watu wengi, na nyinyi wanahabari katika kuandika habari zenu hizi msiandike kwamba wamekabidhiana asiokuwa shekhe na shekhe, ili mtusaidie katika jamii huko wapate kuelewa hawa wawili waliokabidhiana leo. Huu ni utaratibu tu, lakini siku zote Uislamu mambo haya yapo. Kuna kitu kinaitwa khalfia. Hata mitume iko zaidi ya mmoja. Alikuja mtume wa kwanza mpaka wa mwisho, idadi inasema takriban 120,000. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida, ambao wote kazi yao ni moja tu: wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwani, mkasaidiane juu ya wema na kumcha Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala watu wasaidiane katika madhambi na kufanyiana uadui. Kwa hiyo mukabadha wa hapa ni ule wa muawana, wa taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Lengo ni moja tu, kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, chini ya uongozi wa mzee wetu kipenzi chetu Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana. Kwa maelekezo na miongozo yake ni kupeana kijiti katika hilo tu, kufanya kazi ya Mungu iliyoelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia kwa mzee wetu, na ile dhamira yake kubwa ambayo ndiyo nitakayosimamia mimi: jitambue, badilika, acha mazoea. Kwa hiyo tunakwenda katika kujitambua zaidi, tupate kubadilika, tuishi kwa weledi zaidi, kinyume na mazoea. Wa ma alaina illa albalaghul mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na niseme wazi kwamba
uteuzi wa Sheikh Walid ni uteuzi sahihi, ni uteuzi sahihi sana, ni mtu ambaye anaweza, na mimi na Sheikh Walid ni marafiki sana. Wale ambao wanaojaribu labda kutuweka mbali hawataweza. Tena sio rafiki tu, ni mshikaji wangu kabisa. Yeye mwenyewe anajua. Na hizi ndevu msidhani kwamba ni Ansaru Sunna, hapana. Hizi ni ndevu za kisunna, mimi tu ndo sina, atanipunguzia kidogo. Lakini tusimfikirie tofauti. Ni rafiki yangu katika mambo mengi, tunajuana katika mambo mengi na ni mtu sahihi. Kwa hiyo kunitenganisha na Sheikh Walid, naye atengane na mimi nitengane naye, ni kitu ambacho hakiwezekani. Sisi ni marafiki na tutaendelea kuimarisha hili baraza letu. Kwa hiyo Sheikh Walid, mimi nikukaribishe BAKWATA. Shukrani. BAKWATA ina vishindo vingi, tahammal, vumilia, kujenga baraza letu. Mengi yatakukuta, mengi yatatokea. Kama sisi tulivyoweza kuvumilia, kiongozi usipovumilia basi inakuwa ni mtihani. Kwa hiyo nawe ilipokee baraza, tumikia Waislamu wa mkoa wa Dar es Salaam, tuwe pamoja, tuunganishe, na bila shaka tutaweza kulivusha baraza letu. Kwa hiyo na kukabidhi leo ofisi hii, na ushirikiano kama tulivyokuahidi tutakupa. Wewe ni kaka yetu, ni mkubwa wetu, ni mwenzangu sana. Mimi nakuombea sana, Mwenyezi Mungu akubariki. Amina. Kwa hiyo nikukaribishe sasa ili nawe useme lolote.